Washeni mic basi jamani, washeni mic. Inaisha beti. Ndio nataka nianze hivyo. Twende. Kwanza nachukua fursa hii kwanza kuwashukuru waandishi wa habari wote. Jambo kubwa nilokuwa nalo na mambo matatu ambayo nataka kuyaadress kwa Watanzania, lakini pia ni address kwa dunia ijue. Ila wanasema mstaarabu mtu yoyote wamtanguliza na Mungu. Kuhusu jambo lolote nataka kulizungumza, nataka kulifanya. Nami naomba tuanze na Mungu. Mungu atubariki katika press hii. Twende tukazungumze yale ambayo yataleta tija kwa taifa hili. Twende tukazungumze yale ambayo yataleta tija duniani hapa na kutusaidia kufikia malengo yetu na kuhakikisha tunaipeleka nchi yetu Tanzania katika sehemu salama. Mimi naitwa Mwijaku. Wengi wanapenda kuniita DC, lakini mimi ni kada. Na mambo ambayo amenileta hapa kuzungumza ni matatu. Naanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza nataka niweke clear juu yangu na kutangaza kwangu nia. Nilitangaza nia ya kuombea jimbo la Kigoma, kasura mimba, na kila mtu alipokea, lakini nilipata mapokezi mazuri sana Kigoma kule kasura mimba. Lakini japo kukawa na mvutano, wengine wakajitokeza wakisema kwa nini usigombee jimbo la Kawe? Kwa kuna maombi makubwa pia nigombee jimbo la Kawe. Lakini kutokana na utaratibu wa chama changu hauwezi kuanza sasa hivi kusema waanze kuingia moja kwa moja kwenye kampeni au kwenye mipango hiyo ya kuanza kufanya siasa. Kwa hiyo nikasema nitumie nafasi hii nirudi nyuma, nisubiri kwanza mpaka utaratibu wa chama changu utakapoweka mipango sawa na kuweka kama watalipa ridhaa, basi nitafanya hivyo. Hilo ndio kubwa nilikuwa nataka nileke sawa. Lakini jambo la pili, nimekuwa nikipokea pia malalamiko juu ya mimi kufanya kipindi kupitia Clouds TV na Sudi Brown. Kuna watu wengine wakisema nimefanya fitna Kuisa tolewe kwenye kipindi, nimefanya fitna Sudi yafanya na mimi kipindi, lakini naomba niweke kitu clear. Kipindi ninachotarajia kufanya na Sudi ni tofauti kabisa na kipindi cha mwanzo tulikuwa tunafanya Shirawani. Mimi sio mbea. Kwa hiyo wao mwanzo walikuwa wanafanya kipindi cha Shirawani, lakini kwa sasa hivi mimi na Sudi tunafanya kipindi kinaitwa press release, ambapo kitakuwa kinaruka kila wiki mara moja na marudio yake kesho yake. Kwa hiyo press release ina utofauti na kipindi ambacho mlikuwa mnazoea. Kipindi cha press release kina namna mbili. Kwanza, tunakwenda sana kijamii, lakini pia tutagusa engo zote za kisiasa, lakini bila kuzisahau za utamaduni. Lakini kikubwa tunakwenda sisi kwa jamii. Tunakwenda kwa jamii kutatua matatizo ya kijamii na kuletea usuluhisho. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tunaenda kutafuta kwenye matatizo. Yale matatizo tunapambana nayo, tuweze kuyafanya yasiwe negative, yawe positive. Yaani kama mtu ana tatizo, basi tunamtafutia njia sahihi ya kuweza kutatua yale matatizo. Tunajua watu maarufu wanapitia mambo mengi, lakini watu ambao sio maarufu wanapitia mambo mengi. Tunaweza tukatumia mifano michache ya watu maarufu kwa sababu tunajua, tunaona kila siku kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wapo watu ambao sio maarufu wanapitia matatizo mengi, wanapitia mitihani mingi, wanapitia vikwazo vingi ambavyo kwao ni obstacle katika kufanikisha kazi zao au shughuli zao za kila siku. Sisi hao wote kupitia press release tutawafikia. Kwa hiyo hapo utaona utofauti wa content ambayo tumeiandaa na content walikuwa wanaifanya Sudi mwanzo. Ndio maana mimi nagombana na Sudi, sana. Yeye anaweza akaendelea na karakta yake, lakini mimi nataka nihakikishe kuwa tunakwenda kumsaidia mtu mmoja mmoja. Yaani mtu mmoja popote alipo tunahakikisha naenda kumsaidia ili kuweza kutatua changamoto alizokuwa nazo. Hakuna mtu ambaye hana changamoto. Na mimi kwa imani yangu, ukiona umepata nafasi ya kumsaidia mtu, basi msaidie. Kwa sababu kwa imani yangu mimi, Qur'ani inasema kila mtu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa alichochunga. Sasa kesho nikifa, nikitangulia mbele ya haki, naweza nikaulizwa na malaika au Jibril akaniuliza, Mwijaku, ulipata kuwa maarufu, uliutumiaje umaarufu wako? Je, ulitumia umaarufu wako kupata riziki tu au ulitumia umaarufu wako kuwakumbusha hizo majukumu?
Kwa hiyo mimi ninachokifanya watu wananidhania tofauti. Wengine wanasema Mwijaku unaropoka, Mwijaku unaelezea maisha ya watu. Sielezei maisha ya watu. Dunia imebadilika sasa hivi. Dunia ipo kiganjani, dunia ipo kwenye vidole vyetu siku hizi. Teknolojia imetuja mkononi. Kwa hiyo ili niwafikie watu kwa urahisi. Kila mtu yuko busy na maisha. Njia pekee ya kuweza kuwasaidia watu ni kwenye mitandao ambao mimi na wewe ndio tunashinda huko. Kwa hiyo ndio maana natumia njia ile kuwakumbusha wenzangu majukumu sahihi ya kufanya. Ujue binadamu tumwembo na kusahau. Ndio maana leo unaweza ukafiwa, lakini kesho ukaamka ukaona ukasahau msiba. Ukaanza kucheka, ukafanya mambo mengine, ukafa na ajali lakini tunaendesha magari. Unaambia ukafa na ukimwi lakini bado watu tunazini. Unaambia ukafa na kitu fulani, leo tunaambiwa kuna watu walikuwa wanakufa na corona. Lakini angalia sisi. Tumepata ujasiri, tumepewa hope, tumesimama, tunafanya kazi. Kwa hiyo Mungu ameumba hivyo. Mungu ameumba hofu, lakini Mungu ameumba kusahau. Kwa hiyo ukisahau maana yake unaweza ukaendelea ukafanya vitu vyako vingine. Kwa hiyo kwa sababu kuna kusahau, mimi nimeamua kuvaa viatu vya kukumbushana. Nimevaa viatu vya kuweza kukumbushana ili kesho kutwa nami niulize nilichunga nini? Nikasema bwana, mimi kwa kadri ya uwezo wangu, kwa kadri ya jina langu niliweza kuchunga kitu 1, 2, 3, 4, 5 kwa watu wenzangu. Kwa hiyo hilo nimeamua kuliweka wazi kwa sababu maamuzi yangu ya kufanya TV show na Sudi Brown yasichukuliwe tofauti. Yasichukuliwe ya dhana ya kisasi. Yasichukuliwe dhana labda ya kusema huyu mtu anafanya kitu fulani kumkomoa mtu fulani. Sipo kwenye TV kwa ajili ya kumkomoa mtu. Sipo kwenye TV kwa ajili ya kurudisha kisasi kwa mtu. Nafanya TV show kwa sababu ya kuwasaidia Watanzania wenzangu. Nafanya TV show ili kuhakikisha kila mmoja anapata nafasi ya kurekebishika au kukumbuka majukumu yake. Sio kama mimi najua sana. Mimi nakosea. Mimi ninapala sehemu nyingi nakosea. Hakuna binadamu mkamilifu. Hata Mwenyezi Mungu anasema alokamilika ni Mungu pekee. Japo mimi naona ya wenzangu, lakini wapo watu wananiona ya kwangu. Mwijaku umeteleza kwenye hichi, Mwijaku umeteleza kwenye hichi. Kwa hiyo na mimi unaponiambia nakumbuka watu wengi wananiambia, na kweli nikiambiwa mimi nakuja mbele kweli jambo fulani nimeteleza. Ndio uungwana. Muungwana akiteleza ana regret na ana apologize, anaendelea. Kwa hiyo mimi nimekuja kwenye nafanya kipindi sio sababu ya kisasi kwa mtu au sio sababu ya kushindana na vipindi vya watu. Nimekuja kufanya kipindi na Sudi ambao kipindi chetu kitakuwa na utofauti. Malengo yetu makubwa ni kuhakikisha tunakupa burudani wewe ulioko nyumbani, wewe ambaye umekata tamaa, tunakuonyesha matatizo ya wenzio, tunakuonyesha ups and down watu waliopitia, watu mambo yaliyowasibu katika maisha yao ambayo kwako wewe yanaweza yakawa chachu au yanaweza kukusaidia ukavuka katika mtihani uliokuwa nao. Hilo ndio nataka niweke wazi sana. Lakini jambo la tatu, na kabla nje kwanza jambo la 4 kabla sijaenda jambo la tatu, la tatu nifanye leo mwisho. Lakini jambo lingine ni kuwakumbusha ndugu zangu. Niwakumbushe hasa waandishi wa habari. Kila mtu anajua kwa Tanzania ndio nchi pekee ambayo imeweza kusimama na kupita sehemu ambayo dunia nzima ilipita. Kila mtu anajua kwa Tanzania, na sisi ni miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa yameathirika na corona. Lakini tumshukuru rais wetu, tuwashukuru viongozi wetu waliokuwa na dhamana, tuwashukuru watu ambao wamesimamia hili jambo na kuhakikisha kuwa tunakuwa salama. Leo Watanzania tumekuwa mfano duniani, sio tu Tanzania. Tumekuwa mfano duniani. Mataifa makubwa leo yanaiga maamuzi ya rais wetu John Joseph Pombe Magufuli. Leo kila mtu anachukua maamuzi aliyofanya JPM. Tumeona Marekani amestopisha lockdown. Tunaona ndugu zetu Kenya, Uganda nao wanaiga mfano huo, wanaanza kuwaruhusu watu wao kufanya kazi. Kwa hiyo kikubwa niombe rai, tuendelee kumuunga mkono rais wetu John Joseph Pombe Magufuli kwa maamuzi aliyochukua, lakini pia tuendelee kuchukua tahadhari. Ninaposema tuendelee kuchukua tahadhari, Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni bora kuliko tiba. Japo tupo katika safe side, japo tupo katika mikono salama, japo tupo katika wakati sahihi ambao janga hili halijatuumiza sana, lakini iko haja tusisahau, tuanze kuchukua hatua kila siku. Tuhakikishe kuwa tunanawa mikono, tuhakikishe tunajipa distance, tuhakikishe tunawalinda watu wanaotuzunguruka. Kuwalinda watu wanaotuzunguruka sio tu kuvaa barakoa au sio tu kunawa mikono. Kuwalinda watu wanaozunguruka, unamkumbusha mwenzio, unamkumbusha wajirani yako, bwana
kuchukua tahadhari. Ugonjwa upo, japo tumeambiwa tufanye shughuli zetu za kila siku, na huo ndio ungwana, na huu ndio Utanzania ambao mimi na wewe naamini ndio tuliokuwa nao. Huu ndio Utanzania tulioulisi kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa awamu ya kwanza. Hilo lazima tulizingatie, na hili lazima mlifikishe, maanake na nyinyi na utaratibu yale ya msingi mnayakata alafu yale mengine mnapeleka. Hapana, hii message lazima muipeleke, kwa sababu mnachofanya, mnafanya kazi ya Mungu. Unaposema unafanya kazi ya Mungu, unaposaidia jamii kupata taarifa, umesaidia binadamu. Unapomsaidia binadamu unapata thawabu. Ukipata thawabu, maana yake tutakuwa wote peponi. Nyinyi mtajisikiaje tukiwa wote peponi hivi? Si mtasikia raha? Tunaanza kule tunapeana exclusive peponi, tumekaa ni raha. Sasa huwezi kuiona pepo kama utendi mambo mema. Ili uingie peponi lazima utende mambo mema. Na mambo mema sio makubwa yale useme mimi bwana unaonekane na kanzu au unaonekana kila siku naenda kanisani. Hapana, mambo mema ni haya maisha yetu ya kila siku. Mtendee mwenzio wema, mtendee mwenzio mazuri, mkumbushe jambo jema. Ukimkumbusha mwenzio jambo jema, basi hakika pepo itakuwa mikononi mwako. Na Mungu wetu ni Mungu wa imani sana. Mungu wetu, Mungu ambaye hakosei, anakwambia ukifanya jambo na ukiomba toba anakuruhusu, anakusamehe, lakini ukiwa mkiburi hatakuadhibu. Leo tunaona mambo mengi hayaendi kwa mataifa mengine kwa sababu hawajamkabidhi Mungu juu ya corona. Lakini angalia Tanzania, juzi tumeona Barrick ametoa hela kusafirisha makinikia yale. Hela takriban bilioni sijui ngapi zimelipwa, na tumelipwa kipindi hichi kigumu. Imagine duniani mataifa mengine yote yapo katika wakati mgumu kuhakikisha kuwa economic freedom yao inakuwa vizuri, lakini angalia Tanzania, tumefanya business within this hard time. Kipindi ambacho cha uchumi mgumu sisi tumefanya business. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kuwa ukimkabidhi Mungu jambo lako lazima litafanikiwa. Kwa hiyo naomba mfikishe ujumbe vizuri. Watu tuendelee kuchukua tahadhari, lakini tukumbushane jambo jema. Jambo langu la mwisho ambao la 4 kabla sijaruhusu maswali, ni jambo langu ambalo lilikuwa linahusu mtoto wa Tanasha na mtoto wa Diamond Platinum au Nasibu. Kuna kitu kimoja natakiwa nikiweke wazi hapa na nyinyi waandishi wa habari mkijue kikubwa. Mimi ni Mtanzania, alafu mimi sio mtu wa Dar es Salaam, ni mtu wa mkoani. Sisi watu wa mikoani tunaishi kupitia mila na desturi za Kitanzania. Mimi leo huwezi kunilazimisha nifate mila labda ya Waganda. Huwezi kunilazimisha nifate mila za Marekani. Siwezi, kwa sababu mimi naishi katika mila na desturi za Kitanzania ambazo nimelelewa. Mimi niliposema mtoto wa Nasibu Junior, mtoto wa Diamond na Tanasha, mtoto wangu, tena nilisema damu yangu, ninyi labda mli-interpret negative. Mimi ni mtu wa Kigoma. Diamond Platinum ni mtu wa Kigoma. Mimi ni mtu wa mkoani, Diamond ni mtu wa mkoani. Tunaposema sisi watu wa mkoani, hasa watu wa Kigoma, mtu wa Kigoma sisi ni ndugu. Naposema sisi ni ndugu, mtoto wa mkubwa mwezio ni mtoto wako, mtoto wa mkubwa mwenzangu mimi sio mkubwa mwenzangu. Mtoto wa mwenzangu ni wa kwangu, na sisi watu wa mkoani, mtoto wa mwenzangu mimi ni wa kwangu. Sasa kwa huyu, kwa nini nilisema huyu ni damu yangu? Hii ni damu yangu kwa sababu Diamond na mimi tunatoka Kigoma. Tuna chembe za Ukigoma, ndio maana nikasema hii ni damu yangu. Japo sio biological blood, lakini ni damu yangu kikabila, ni damu yangu kimkoa, ni damu yangu kiudugu wetu wa kutoka Kigoma. Kwa sasa hili libidi lazima niliweke sawa. Lakini sasa inategemea, kuna watu wengine, sio wote wanaamini mila hizo. Sio wote wanaamini mila na tamaduni za Kitanzania. Mimi ni mtu wa mkoani. Mimi naishi kwa mila. Ndio maana hadi leo unaona kuna matendo ya mila mimi naifanya. Kabla sijaongea hapa nimepiga simu Kigoma, niongee. Ni utamaduni, mila, kuomba ridhaa wazee. Ni jambo ambalo mimi nimekuwa nalo. Kwa hiyo lolote ninalofanya mjini lazima niwajulishe wao. Kwa hiyo ni mila na utamaduni. Pengine utamaduni wangu ninaofanya unawakwaza wengine. Pengine nilivyosema huu mtoto ni damu yangu, pengine Tanasha alielewa negativity, au pengine familia ya Tanasha alielewa negativity, au hata pengine familia ya Nasibu wameelewa negativity. Labda wakahisi huyu anaposema damu yangu, huyu maanisha mtoto huyu ni biological wa kwake. Lakini si hivyo. Yule mtoto sio biological wa kwangu, lakini yule mtoto kidamu, yule tayari ana damu ya Kimanyema. Kama ana damu ya Kimanyema, mimi ni Manyema pure. Kama ana damu ya Waha, mimi nina chembe ya Waha.
Kwa hiyo tayari ni damu yangu ile, lakini pengine nilivyoongea hivi Tanasha alichukulia kwa ukubwa, akaichukulia negativity. Lakini niliongea kutokana na kutumia mila na desturi za Kitanzania, na mimi kwa sababu ni mtu wa mkoani naamini sana tamaduni na mila za Kitanzania. Sijumuishi mila za Kiafrika, mila za Kitanzania nilipokulia mimi. Baada ile statement kwenda, zilienda viral sana. Wakenya wakaanza kunishambulia. Wakenya wamenishambulia mno. Lakini sasa mimi nina familia, nina mke, nina mtoto. Mke wangu akaniambia sawa, umeweza kufanya sawa, lakini pengine wenzao wamekuelewa vingine. Hebu weka clear. Lakini kubwa zaidi, jana nilikutana na mwanasheria wa Nasibu. Aliniita, alinipigia simu, nikaitikia wito kwa sababu mimi nimesoma. Na kwa vitu kozi zangu nilizosoma, niliwahi kusoma administrative law. Ninaposema administrative law kwa juu na kuwa nazijua chembe na vifungu vya sheria. Wanasema katika maisha ukiishi hapa Tanzania, heshimu vitu hivi vitatu. Ukiheshimu vitu vitatu utakuwa salama. Heshimu mahakama, heshimu bunge, heshimu na serikali. Jamani, mbona kama mwelewe? Heshimu mahakama, heshimu bunge, heshimu serikali. Tunaposema heshimu mahakama, heshimu sheria na vifungu vyake. Kwa hiyo bwana, jana mimi nilipokea wito, nikaenda kwa mwanasheria mjini ofisini kwake, akaniita makao makuu pale. Baada ya kuniita akanambia, unaposema mtoto wa Nasibu wa kwako, una uhakika? Nikamwambia niliposema mtoto wa Nasibu Junior ni wa kwangu, nilikuwa na maanisha sio biological, nilikuwa na maanisha kikabila, kinyumbani, kiukanda, kidhehebu. Kwanza imani yangu ya Kiislamu wanasema al-Islam, Waislamu wote ni ndugu. Muislamu ndugu yake Muislamu, hiyo ipo Qur'ani inasema hivyo. Muislamu ndugu yake Muislamu. Hawajasema ulozaa, alosema sijui umezaliwa naye, amesema tu Muislamu ndugu yake Muislamu. Nikamwambia cha kwanza, mimi yule mtoto ni ndugu yangu, ni damu yangu, kwanza Muislamu. Cha pili nikasema, nilisema damu yangu kwa sababu ana chembe za Umanyema au Uha. Kwa hiyo kama anatoka Kigoma na damu yake imetoka Kigoma ni damu yangu. Lakini la tatu, kwa sababu mimi nina mapenzi, sina ubaya na Nasibu. Na sisi wa Tanzania, Mheshimiwa Mwinyi anayekusema mtoto wa mkubwa mwenzio mtoto wako, mtoto wa mkubwa mwenzio sio mkubwa mwenzako, kwa sababu kulikuwa na uharibifu sana wa watoto. Kwa hiyo nikaenda na ile slogan kwa mtoto wa mkubwa mwenzio mtoto wako, mimi huyu mtoto wangu. Lakini naomba Mheshimiwa Advocate niweke clear, sio biologically. Ninaposema sio biologically, maana yake sio kidamu, ndio sio mtoto wangu, lakini ni mtoto wangu kwa sababu mimi na Nasibu tunatoka Kigoma. Lakini sasa akanambia, huoni kwa umesababisha taharuki? Nikamwambia inawezekana kwa nimesababisha taharuki, lakini naomba nimwambie Tanasha kama nilimsababishia taharuki au mihemko ndani ya nafsi yake. Wanasema tuiane radhi. Ninaposema tuiane radhi, yeye kwa sababu najua hajui tamaduni zetu. Mimi naishi kitamaduni, siishi Dar es Salaam, naishi kimkoani. Kwa hiyo pengine ilimkwaza. Kwa hiyo ninaposema kama ilimkwaza, sisi watu wazima ambao kama tunasema ukiona umemkwaza mwenzio, mwambie nilipokukwaza, tuvumiliane, tustiriane, tuiane radhi. Kwa hapa nimekuja kumwambia kwa Tanasha, na kwanza watu pia nataka wajue mimi na Nasibu hatuna tatizo. Mimi nampenda mno. Ukifungulia gari yangu hapa tu ukienda kuwasha pale, kuongeza sauti, nyimbo utakazosikia utasikia ni WCB, kina Kiba, kina Konde, ndio nyimbo ninazozipenda. Yaani sinaga ule sema tu watu wana interpret vibaya, kisa tu labda naongea kitu fulani. Kwa hiyo nikiongea kitu fulani mtu anaona huyu bwana hampendi huyu, lakini mimi miongoni mwa watu ambao nampenda Diamond. Mimi ni mmoja wapo. Diamond alikuwa anakuja THT pale wakati marehemu ndugu ya Jaffa, anakuja na rekodi, tunapishana pale THT na Trudy Thomas. Nitamchukiaje mtu ambaye amepitia kwenye mikono ya mtu ambaye mimi nimepitia? Haiwezekani. Ila tu kwa sababu huwa anapenda kumkumbusha, kwa sababu wanasema kila mtu anamkumbusha mtu anayempenda. Mimi namkumbusha sana Diamond vitu vichache kwa sababu nampenda. Nataka Diamond tukutane wote peponi. Utajisikiaje mimi na yeye tunakutana tena peponi? Lakini nisipomkumbusha, kesho kutwa liko peponi peke yangu au ndugu yangu yuko
sehemu nyingine sijajisikia furaha. Hata Mungu ataniuliza, wewe ulikuwa unampenda Nasibu, ulimkumbusha jambo lolote? Nitasema Mungu nilimkumbusha. Kidogo nitakuwa nimeitoa lawama, lakini kikubwa niombe familia ya Nasibu, Diamond Platinum na mkewe. Dhana yangu ya kusema mtoto huyu damu yangu ilikuwa dhana ya kimila na kidesturi kwa sisi wa Tanzania, lakini kama kwa upande wao dhana ile imekwenda ndivyo sivyo, ile dhana imepokelewa kiutofauti, tuyane radhi sana. Na nitapenda kwa sababu mimi mila yangu naamini kuwa damu ya mtu wa Kigoma na dini yangu inaniaminisha kuwa ni kwangu, basi niseme tu kama wao hawataki damu ile awe ndugu yangu, basi mimi Nasibu Junior sio ndugu yangu, Nasibu Junior mkubwa mwenzangu, au Nasibu Junior rafiki yangu, lakini mimi nilikuwa napenda sana Nasibu Junior nimtaje kama mtoto wangu damu ya Kigoma, kama vile ninaposema Alikiba damu ya Kigoma homeboy, au Diamond damu ya Kigoma homeboy, huwa najimwambafai kwa sababu sisi nishaye kumwambia Kaseja, sisi Kigoma damu zetu kali. Nile kumwambia Juma Kaseja hizo damu zetu kali bwana, tumetoa chombo. Juma Kaseja kazaa Morogoro, kuna mwanamke akamzalisha Morogoro, nikaambia yule mwanamke damu yetu ile damu kali, yani umetoa pua yangu kabisa. Kwa sababu gani? Damu sisi za watu wa Kigoma ni kali. Kwa mimi nimuombe Tanasha, najua Wakenya watakuwa wanaona hiki kitu sasa hivi tuko live, kuna station nyingine hapa ziko live. Wakenya waniwie radhi, nchi ya Kenya kupitia waziri wao husika, lakini pia kupitia wanahabari wa Kenya, lakini pia wanaharakati wa Kenya waniwie radhi. Mimi ni mtu wa mkoani, naishi kutokana na mila na desturi nilizolelewa nyumbani. Ile kusema cha ndugu yangu ninayetoka sehemu moja ni cha kwangu. Mimi nilikuwa nakaa natembea nasema gorofa la Diamond la kwangu. Niliwahi kumwambia mtu Morogoro, nilikutana ngabele gorofa la Diamond la kwangu. Kwa sababu gani? Linamilikiwa na Manyema, linamilikiwa na mtu kutoka Kigoma, chake changu. Kuna siku zimepita zile gari zake zile nyeupe na ile nyeusi tatu, nikasema gari zangu zinatembea. Kwa sababu gani? Mimi nina mahaba mtu cha Kigoma, chake changu. Mbona nilijisema? Kwa hiyo kumbe nilipokuwa nasema vile pia nilikosea. Na leo pia nafuta kauli zile gari ni za Nasibu, ila mimi kwa sababu ule ndugu yangu zile gari nasema za kwangu, ila leo nimefuta kauli zile gari sio za kwangu, ni za Nasibu, ila kwa sababu mimi ni ndugu na Nasibu, tunatoka Kigoma, ni marafiki, watu ambao hatuna matatizo, kitu cha rafiki yangu changu. Ndio maana niko nasema zipeleko service huku, watu wakaanza kuniambia mbona wajimwambafai magari sio ya kwako, hawajaniona nayo, lakini nilikuwa nasema ya kwangu kwa sababu ni ya mtu wa Kigoma. Kwa hiyo leo nimefuta pia kauli hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, wana familia wa Kenya kupitia Tanasha na watu wa familia wa hapa wa Nasibu, Diamond Platinum, Simba, naomba nikwambie kuwa yule mtoto wa kwako wa halali wa damu yako kabisa, ila mimi yule mtoto ni ndugu yangu. Mimi ni damu, nimechanga damu ile ya kikabila, ya kindugu na ya kidini. Kwa kama mtoto tukienda kwenye dini na kikabila, ile mtoto damu yetu sisi wote wa Manyema. Leo Dar es Salaam tukisema tufukuzwe, mimi na wewe tunapanda train tunarudi Kigoma. Na Kigoma unajua mtu mji mdogo. Utaingia Mwandiga, utatokea Kazura Mimba, unatokea Muzebazeba, tumekutana. Kwa hiyo tukirudi leo mimi na wewe tunarudi kule, tutapambana. Na kikweli ni mtu ambaye mimi alikuwa anataka kufungua kampeni yangu ni Diamond, ambao nilipanga afungue kampeni yangu Kigoma ni Diamond. Hilo nilikuwa nimeliweka wazi kutokana tu na maamuzi ya chama kusema lazima usubirie chama kikupe ridhaa, ndio maana nimeamua kukaa chini. Kwa hiyo nichukue nafasi hii tena nimuombe radhi, lakini pia nimpongeze kwa performance juzi aliyofanya. Nilikuwa naangalia YouTube, ila nimesikitika kuna baadhi ya wasanii sijawaona. Ningetamani kuwa ningemuona pale Konde Boy, pia ningetamani kumuona pia Alikiba, tuone creativity, lakini ubunifu aliofanya Nasibu kiukweli ameushangaza dunia. Mimi nimpongeze kwa hilo, amefanya kitu kizuri sana. Ulivyotoka kitandani pale umeamka vizuri, hapo ulilala na matraki si mbaya, lakini siku nyingine makabati yale tuyaangalie vizuri. Makabati yametu disappoint kidogo, yalikuwa hajafungwa vizuri, lakini si vibaya, ndio ubunifu. Pengine naye Diamond, maana Diamond naye ana uwezo wa creativity, pengine amefanya yale makusudi kavugua hivi ili watu tuangalie. Ndio maana ile show ile watu watulirudia sana kuiangalia. Kwa hiyo pia nimpe pongezi performance aliyofanya.
amefanya performance kubwa sana, performance nzuri dunia nzima. Mimi nina mashabiki duniani mbalimbali wameniDM, wameniambia tunaomba tumia nafasi ya dakika moja. Alichokifanya Diamond dunia imeona, kwa sababu nina ukaribu na wasanii wakubwa duniani, pia nao wameona. Nimpongeze sana sana, lakini pia nichukue nafasi hii kumkumbusha Nandy, toka amechumbiwa creativity na ubunifu unaanza kuondoka. Sasa hii ni ishara tosha, inaweza ikakaa kwake. Ndoa inaweza kupelekea ufanikiwe au ndoa usifanikiwe. Kama ule ubunifu ndio alikuwa ameumiza kichwa chake mpaka mwisho pale, tuna kazi kubwa sana ya kufanya kwa Nandy, na tunataka tumuombe sana, kwa sababu ile ilikuwa chance ni duniani, tulikuwa tuna watu wanamwangalia worldwide. Ninaposema worldwide, ulimwengu mzima ulikuwa unaangalia. Creativity aliyoifanya ni ya kawaida sana. Kikweli mimi nilifedheka, nilichukia sana. Mimi nilitamani Nandy angefanya utofauti kama vile Diamond alivyofanya. Kafanya utofauti wa hali ya juu, lakini naomba nimtumie nafasi hii pia Diamond aanze sasa kuwa connect na wale kina Lava Lava, wafanye vitu kama vile, kwa sababu bado Lava Lava haonekani, dini haonekani, duniani hayupo, ardhini hayupo, mbinguni hayupo. Kwa pia nimuombe ndugu yangu Nasibu, kwa sababu mimi wewe ni ndugu yangu, kada mwenzangu wa chama, lakini pia ni ndugu yangu kabisa wa nyumbani. Tumshike na Lava Lava, tumrudishe Mbosso, tumrudishe. Tunaona Zuchu amechukua nafasi kubwa sana, kwa sababu ukifanya mchezo Zuchu atakuja kuwaficha kina Lava Lava, Mbosso watapotea. Umeona tu hii quarantine, mmeona alipomfunika Zuchu alifanya maajabu. Kwa hiyo ile ni challenge, lakini kwa lebo zingine na kufanya maamuzi mazuri yanaweza kuleta tija kwenye muziki wetu. Hilo ndio kubwa sana. Shime wa Kenya, tuyane radhi, sisi ndugu jamani. Mimi naishi kwa mila na desturi, nimetumia muda huu kuwaomba radhi, naomba radhi wa Kenya, naomba radhi familia ya Tanasha, iniwie radhi kama ili interpret vibaya, lakini mimi sikuwa na nia mbaya sana. Sikuwa na nia mbaya, kwa sababu yule mtoto biologically kweli halali wa Diamond, ila sisi watu wa Kigoma damu zetu kali. Ndio maana mnaona mtoto kafanana na mimi. Ni watu wa Kigoma, sisi ndio tulivyo. Mtafuteni Kaseja mwanae kafanana na mama yangu. Kwa sisi zile ni damu zetu za watu wa Kigoma. Kwa kama alinielewa vibaya, aniwe radhi, haina haja ya DNA. Mimi yule mtoto sio wa kwangu, DNA ya nini mama? Tukamalize pesa za bure na mtoto wa kwenu, wewe na Nasibu na Diamond. Ila naomba nichukue nafasi hii waniwie radhi, lakini waniruhusu ule mtoto wao wa kwangu. Basi hata mtoto tu useme tu wa kwangu, kwa sababu mtoto tiada na chembe za Kigoma. Mimi napenda watoto wa Kigoma sana. Nakaribisha maswali baada hayo. Hello John, unajitambulisha? Naitwa John, natokea wapi? Naitwa John, natoka Mwendokasi TV. Mwendokasi. Hiki ambacho unakifanya siku ya leo, tulisikia kwamba ulikuwa umeenda kwa Mama Dangote kuomba msamaha, then akakwambia hahitaji wewe kusamehe, kama ulianzisha huko kwenye mitandao basi urudi huko na ukaombe msamaha huko. Kuna ukweli juu ya hilo? Kwa sababu ukiniambia mimi kuonana na Mama Dangote naona naye sana, kwa sababu mumewe Uncle Shamte ni miongoni mwa watu makaka zangu mimi. Uncle Shamte sikumjulia hapa baada ya kuja kuanza kumuoa Mama Dangote. Uncle Shamte ni mtu wa Morogoro. Mimi nimesoma shule Morogoro, nimesoma chuo Mzumbe Morogoro, public administration pale. Degree yangu ya kwanza nilichukulia pale kabla sijaja University of Dar es Salaam kuchukua degree nyingine tena. Wakati nasoma Mzumbe, makaka zetu ambao tukienda Morogoro mjini tunakutana nao ni kina Uncle Shamte. Kwa swala mimi kukutana na Mama Nasibu, lazima tungeweza kukutana, kwa sababu Uncle Shamte tatizo la Morogoro lote likiwepo, ndio maana utaniona mimi pembeni, Uncle Shamte utamwona pembeni. Jambo lolote la Morogoro likitokea, utamwona Uncle Shamte pembeni, mimi pembeni, kwa sababu sisi wote makuzi yangu yalikuwa Morogoro. Baada ya kutoka Kazura Mimba, mimi baada ya kufaulu darasa la 7 Kazura Mimba, nilifanikiwa kwenda shule moja ya sekondari Morogoro. Baada ya kusoma Morogoro nikafaulu, nikachagua chuo cha Mzumbe. Na kumbukeni, mind you, Mzumbe ni chuo ambacho hakichukui division 2 wala kichukui division 3, kinachukua division 1. Kwa hiyo nikafanikiwa kuingia Mzumbe University na division 1 yangu. Kwa hiyo sasa wale kina Uncle Shamte ni miongoni mwa kaka zetu wanaotulea, na sio tu Uncle Shamte, yuko Makakila ambaye anamuuzia Diamond magari. Makakila ule ndio wale makaka zangu. Mimi hata nipate tatizo sasa hivi nitakawapigia kina Uncle Shamte, nitakawapigia kina Makakila, ndio kaka zangu. Kina Numba Auto Accessory, hao wote ndio kaka zangu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mimi kuonana na Mama Dangote ni daily.
Kwa hiyo ulienda kumwomba msamaha. Tunakutana kila siku na ananionya kama mtoto. Wewe leo umekosea. Wewe jana umenifurahisha. Leo umenifurahisha umwai maziko. Jana hujanifurahisha ujaje kwenye maziko unapiga kelele. Amenisema sana hata alipotoka kwenye msiba wa mzee Shamte. Kanisema, "Kwa nini umechelewa? Wewe msiba sio kuchelewa." Nikamwambia niue radhi. Umeendekeza social media. Nisamee. Kwa hiyo nakutana naye sio tu kuomba radhi. Na kudeka na deka kwake. Simama. Wanasemaje kwenye mafanikio ya mtu yote nyuma kuna mwanamke. Kwa mafanikio ya Diamond kwa sababu nyuma kuna mama yake. Mama si mwanamke. Mama si mwanamke na wauliza. Ndio mafanikio ya mtu yote kuna mama. Kwa hiyo yule ni kama mama yangu. Swali lingine? Mwijakwe. Naam. Maneno ya waja wanasema kwamba wewe ni mtu ambaye unazungumzia mahusiano ya watu mara nyingi sana kwenye interviews, kwenye media tofauti tofauti. Kwa nini huwa uzungumzii kuhusiana na mahusiano yako? Ina maana kwamba ni wewe kila siku na mke wako mnaishi kwa amani? Swali zuri sana. Mimi by professional Mzumbe University nimesomea Public Administration, Human Resource Management. Nilipokuja University of Dar es Salaam, Hill of Academy, nikasoma UDBS pale, Business Development and Marketing. Lakini nilikuwa nafanya option sana ya psychology. Na wakati nasomea psychology, nilikuwa napenda sana kuadapt social psychology ya binadamu, individual psychology. Kwa katika individual psychology nikawa nimebase kwenye mahusiano. Wakati ule nakumbuka nilikuwa nakutana naye ndugu yangu Chris Mauki pale. Wakati naye alikuwa anapambana na PhD yake. Kwa mimi nilikuwa napenda sana kuzungumzia mahusiano, kudili na mahusiano. Ndio maana napenda kuyazungumzia mahusiano ya watu. Mimi sio kama mahusiano yangu ya perfect. Mimi nagombana na mke wangu lakini I know how to handle. Najua kuyahandle mahusiano yangu mimi na mke wangu. Ndio maana ndoa yangu mimi ipo perfect. Ila sasa wengine nawasaidia nao waweze kuhandle mahusiano yao. Kwa sababu naona kila siku watu wanakuwa kwenye mahusiano wanachana. Sasa kama mimi najua mahusiano, kwa nini siwasaidie wengine? Nisipowasaidia wengine nitakuwa mbaya, nitakuwa nina ubinafsi. Mungu kanipa elimu niitumie kwa jamii. Kesho nikifa, sawa nimekufa na madegree mawili. So what? Sitazikwa kwenye udongo, sitazikwa kwenye udongo kama wengine. Sasa ile degree yako utaulizwa uliifanyia nini? Mimi nitasimama kwa Mungu. Nilikuwa nawasaidia kwenye mahusiano yao. Nilifanya options za psychology. Nilikuwa naongea na clip zangu nikishakupa mtakiwa mziplay sana. Mjako leo kusema mahusiano yako ya mazuri lazima uwe na hofu ya Mungu. Ili uwe na hofu ya Mungu utamheshimu mwenzio, utamuogopa Mungu. Kwa hiyo mtabidi mzifanye vitu. Kwa hiyo nazungumzia mahusiano ni kitu ambacho najimwambafai ule uwanja na ujua zaidi. Ndio maana kuzungumzia sana. Lingine swali langu naitwa Kivumbi natokea Jamvi Online TV. Ndio. Inasemekana kwamba Mwijaku unatamani sana au kwa maneno yote unayomtupiaga Nasibu, unatamani sana kupata kipindi Wasafi na umeshafanya hizo juhudi pengine zikagonga mwamba. Kuna ukweli wote? Mimi kwanza nachukia kuajiriwa. Kaa kujua hicho. Ndio maana toka marehemu Ruge wakati namwambia naomba nifanye kazi kampuni fulani niombe, alichukua CV yangu akaichana. Akanambia be independent. Be independent, jitegemee mwenyewe. Fanya mambo yako wewe mwenyewe. Unajua kufanya marketing, unajua creativity, unajua each and everything. Why can't you open your own agency? Wala usifungue kampuni yako wewe ndio uende kuuza matangazo EFM, uende kuuza matangazo Wasafi, uende kuuza matangazo Clouds, uende kuuza matangazo wapi. Lakini japo awali nilimwambia bado sina wanasema ile experience, ndio maana nikafanya kazi marketing Clouds ili nipate experience. Na alhamdulillah nimeishi maisha ya marehemu Ruge, nimefungua agency yangu. Mimi agency yangu inauza matangazo Wasafi. Agency yangu inauza matangazo EFM. Agency yangu inauza matangazo kwenye media zote. Hadi wasanii na wapa connection. Kwa sababu gani? Ni agency yangu inafanya. Lakini ikija riski, sehemu naambia bwana tunataka mchango wako uendeleza. Mimi kwani sipendi kwa kwenye historia. Hakuna binadamu asipenda kwa kwenye historia. Leo wangapi walikuwa wanapenda kupitia mikononi kwa Ruge, hawajapata nafasi. Mimi najimwambafai nikirudi Kazura Mimba, nimepita mikononi mwa Ruge, nimeweka historia. Mimi nimeanzisha fursa, nimeweka historia. Mimi ndio chimbuko la fursa ambayo imeleta mafanikio Tanzania. Mimi ndio miongoni mwao mule. Najisikia fahari. Kwa hiyo kama inatokea nafasi hata iwe wapi, napenda station ambayo inachipukia, sio kubwa, ili nikaweke mawazo yangu kile kitu kikubwa, hata kesho nikapende niseme wapi I'm so proud of this. Kwa halina ukweli. Ikitokea nafasi nachukua, ilitokea riski. Ikitokea riski naenda. Kuna mtu anakataa pesa. Swali lingine. Mwijaku, ikitokea kimfano leo Tanasha amekataa kukusamehe, utafanyaje? Nitapiga magoti mpaka Kenya. Napiga magoti mpaka Kenya na watu wangu wote wanaonifollow, wanaonipenda, tutapiga magoti tukaombe radhi kule Kenya. Kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu aamini mila zako na desturi zako
kisa tu unaziamini vingine, yeye kaziamini vibaya. Hata sheria ikisema ulimsababishia damage ya moyo, unalipa fidia. Kwa lazima akikataa, lazima nipige magoti nende nikamwombe nani Kenya. Nitachukua ndugu zangu wachache ambao wapo na damu yangu, tunakatizia Kenya Mombasa na tunamwomba radhi tena kwa mara nyingine tena. Ndio. Yani mtu akizaa, yani mwanaume, mfano wewe umezaa na mwanamke wa nje au muoa, yule mtoto automatically kitu kama hiki hapa hizo kwa maana za sio mtoto wa baba, sababu mtoto wa ndoa. Ndio. Sasa kwenye tukio la kwa hiyo inaonekana umebezi sana kama shitaka lile, yani umelitoa, yani si semeje, umebezi kwa neno ili kutetea na kile ambacho umekifanya. Wakati huo kwenye swala la dini, yule mtoto anakuwa automatically sio wako. Kwa hiyo yule mtoto ni Tanasha. Kesi yako wewe sio na Diamond. Kesi yako wewe ni na Tanasha. Sasa hapa unaonekana umebezi sana Kigoma, yani kama ndio damu yako. Kwa nini usibezi kwa Tanasha? Na ikitokea kwamba kule sasa kwenye sheria za kesi, mfano umetoa false statement, na ile false statement ina hukumu zake kisheria, itakuwaje katika upande wako? Ndio bwana, nilivyosema sikusimamia tu Kigoma, nilisema kuhusu mila na desturi za Tanzania, nikazungumza kuhusu dini, nikazungumza kuhusu sasa mimi kujuana, lakini kubwa zaidi nilisema pengine mila zangu na desturi zilimkwaza Tanasha. Nikasema Tanasha, kwa hili niwie radhi, mtoto biologically sio wa kwangu, wa Nasibu Abdul, au kauli sikuisema. Kwa hiyo pengine kama hizi yeye kwake haziamini, nikatumia njia ya kwake peke yake. Imani yangu na mawazo yangu na mtazamo wangu na mila zangu na desturi zilivyo, kama zimemkwaza yeye, na ninajua zimemkwaza, ndio maana nimemwambia niwie radhi, mtoto huyo wa halali wa kwako wewe na Nasibu. Kusema mtoto wa haramu au sio wa haramu, Allahu aalam, Mungu ndiye anajua. Mimi na wewe hatuwezi kumhukumu kusema mtoto umezaa nje ya ndoa sio, Mungu ndiye anajua. Tusiingie kwenye shirki. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna uwezekano Diamond na Tanasha waliwana. Hiyo sijui, Mungu anajua, kwa sababu ndoa ya mtu ni ndoa, unatakiwa uitangaze. Kama hajaitangaza maana hajaoa. Nikuongeze kitu kingine ambacho unaweza kuweka kwa jamii. Ndio. Chukua ule wimbo wa Boni Mwaitege. Boni Mwaitege somebody. Mtoto wa mwenzio, mtoto wako. Changanya hapo alafu. Mtoto wa mwenzio, mtoto wako. Sio mtoto wa mwenzio, mkubwa mwenzio. Umerudi huko kwangu. Nafikiri tumemaliza bwana. Mungu awabariki, asanteni sana. Mrudi salama, muendelee kuishi salama. Sawa.